Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia, leo tuna somo zuri linalosema kujua na kutenda. Unajua alafu unatenda. Basi tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa upendo wako na wema wako. Amen. Asante kwa masomo haya na asante sana kwa ajili ya somo ya siku ya leo. Amen. Tunaomba tuelewe kujua na kutenda. Unapotuelewesha tuende pamoja na huyu mfuatiliaji wetu. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Yes. Kutenda, kujua na kutenda. Wakati unafungua Mathayo sura ya 7, kuna mtu mmoja anasema mithali, mtu afikirivyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Na Waingereza wakaiweka, anasema you are what you think. Yes. In your heart. Kwa hiyo sasa, kujua tunajua na akili zetu na mioyo yetu. Kutenda tunatenda na mikono yetu, miguu yetu. Tunaanza na kujua, ndipo tunatenda. Mathayo sura ya 7, Yesu amewajulisha wanafunzi wake amekuja kutimiliza sheria yote, ahadi zote za Mungu, hadithi yote ya Mungu na watu wake. Anakuja kuifikisha mwisho, ahadi zake kuzitimiza, wokovu wake kuwaletea, ufalme wake kuwaletea. Yeye kama mwakilishi wa Mungu, lakini pia yeye kama mwakilishi wa Israeli, maana ni agano. Mwishoni anapomaliza hotuba yake, si watu wamekaa pale wanamsikiliza? Yeah. Yesu anamalizia kwa maneno haya, fungu la 24 mpaka 29. 24 mpaka 29 Mathayo sura ya 5. Mathayo sio 7. Nimesema 7. Mathayo 7. Sorry, Mathayo 7. Mathayo 7 hiyo. Nataka nikupoteze. 24. Basi kila asikia hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kila anayesikia neno langu na kulifanya atachukua tahadhari. Dhoruba inakuja, kwa hiyo atakuwa amejiandaa kwa dhoruba hiyo, atakuwa salama. Sasa yule ambaye atafanya kitendo chochote ni kwamba hakulisikia, hakuelewa. Marko sura ya 4 anasimulia juu ya aina ya wasikilizaji wanaomsikiliza Yesu wakati anazungumza maneno hayo ya Mathayo sura ya 7, lakini hata leo. Lakini akamalizia, alisema kuna watu ambao wanasikiliza naye kama aina kama 4 za udongo. Njia wapi? Kwenye miba. Wapi tena? Kwenye njia, miba, mwamba na udongo mzuri. Alafu akamalizia akasema aliye na masikio na asikilize. Ufunuo sura ya 3 anasema yeye aliye na sikio alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia masikio. Imani inakuja kwa njia ya kusikia. Unajua tunajifunza namna ya kukua katika mahusiano yetu na Mungu. Tayari Zaburi ametuambia eti hata milele hata sahau maagizo ya Mungu, eti maana yanamuhuisha. Sasa kuna mwingine anasoma na anasinzia, analala, huyu ndio anakaa macho. Kusikia kuna tofauti gani hapa sasa? Tusikize. Mtu sikiza. Kwa mfano tuko hapa. Niko hapa, tunaanza kuongea.
nitakupatia jioni ya leo milioni 100. Naona mtu anasinza. Nitakupatia jioni milioni 100. Mtu ndio ule usingizi umemwelemewa. Naomba niulize, amesikia hajasikia? Amesikia. Na kama amesikia, sauti amesikia. Na kwa nini anaendelea kulala? Na wakati ana shida ya hela. Hiyo yaani kusikia masikio ile amesikia, lakini hana sikio. Ana sikio la kusikia kabisa. Au unajua kuna masikio aina mawili. Kuna hii ya kusikia. Alafu kuna kusikia na kuelewa. Kwa hiyo imepita tu yani. Amesikia. Na ndio maana mtu anaanza hivi, nilikuwa nalala au umesema kama nimesikia umeongea kitu. Sasa Yesu alipokuwa anazungumza anasema, yeyote anayesikia maneno yangu na kuifanya atafananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba juu ya mwamba. Wakati Yesu anazungumza anasema, jamani, hii ndio njia ya kuwaokoa. Hii ndio njia ya Mungu ambayo Musa alikuwa anasimulia, ambayo mimi nimekuja kuitimiliza. Nifuateni, mtakuwa salama. Alafu atanasinzia anasema, mwana wa Mariamu huyu, mwana wa Yusufu, mwana wa Seremala. Usinabii tu. Mbona anajifanya kama mwana wa Mungu? Yeye ndio atatusalimisha eti kwa maneno yako. Yeye amekuwa Mungu. Kwa hiyo unaweza kusema hawa hawajasikia, hawajaelewa. Na Yesu anasema hawa ndio ambao watakutwa na dhoruba sasa. Kwa hiyo kusikia sheria, unaweza kusema kweli nimeisikia sheria kama unamtambua mtu wa sheria. Aliyotoa ni Muumba, ni Bwana. Aliyotoa ni Mwokozi wako. Mkinipenda, utasinzia. Anasema maagizo yako, yani silali, yananihuisha. Unakuwa mpya kila siku, kila wakati. Kujua na kutenda. Mimi naona wakati mwingine tunang'ang'ana na kuanza kutenda. Ni kama jana mfano uliokuwa unatoa, unakazana kuweka nini? Jembe linatangulia ng'ombe. Sasa unalimaje hapo? Haiwezekani. Lakini ukitanguliza kumjua Kristo kwanza, amekutoa wapi, anazungumza kama nani, haya ni kwa manufaa ya nani, kwa utukufu wa nani, kutenda na kwa nguvu. Hebu nipatie uzoefu wako pale nyumbani. Nani mtoto wako ambaye anakusikiliza vizuri ukiongea na kusikiliza? Patia wale wawili. Au unaogopa sija wote wananisikia. Wote kusikia. Hongera zao. Nashukuru. Wengine wazazi wanalalamika, nasema yani huyu mtoto anisikii. Sijui mama yake amemwambia baba yake sio mimi au nini. Maana anasema kama ningekuwa mimi baba angenisikiliza. Haijatokea kama hujasikia maneno kama haya? Nimesikia. Unajua Mungu anachotamani rafiki yangu ni kwamba tumjue kwanza. Na kupitia hata sheria yake hiyo, mahusia yake hayo, kupitia injili hiyo, hata maagizo yake tu yanamtambulisha yeye ni nani. Anaongea kama baba, kama Bwana, kama Mwokozi vile. Anatutakia mema. Ni haki tu. Kwa nini tusiwekeze masikio yetu kusikia zaidi? Maana Yakobo anatuambia tukiwa wasikizaji wazuri hatutakuwa wasahaulifu, wanaojitazama kwenye kioo alafu wanajisahau walivyo. Turudi tena, unaonaje? Kesho na kesho na kesho tuendelee kusikiliza na kusikiliza na kusikiliza. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno hili ambalo linasikika tena na tena, kwamba kwa kujua ndio tunaweza kuishia kutenda, kwa kusikia ndio tunaweza kuishia kuyafanya. Jina lako litukuzwe, kwa kuwa hatujachoka bado kama yule mtunga Zaburi ya 119. Na neema yako hiyo ikatulete na pamoja na msikilizaji wetu kesho tena tunapoendelea kusikia na kujifunza kutoka kwako, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Msikilizaji, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona kujua na kutenda. Kumbe unajua kwanza ndio unatenda. Kwa hiyo tumjue Mungu alafu tutende mapenzi yake. Amen. Basi siku ya kesho tukutane kwa ajili ya kumalizia, kufanya summary, kuna kujibu maswali. Nawe kama una swali tupia hapo, ili tunapokutana kesho
tujibu kwa pamoja. Karibu. Basi Mungu atubariki na tukutane siku ya kesho. Amen.